Hujambo mpenda mtazamaji, na kukaribisha tena katika kiwambo chako ili tuweze kuzungumzia kuhusiana na siasa. Na mara nyingi sisi huweza kuzungumzia mambo ambayo yanatuhusu na habari ambazo zimeweza kuchipuka katika ulingo wa siasa. Kwa hivyo tunataka tuweze kuchanganua bado tuko katika sehemu ambao Mama Samia Suluhu alikuwa anaomba msamaha, na hisia imekuwa nyingi zaidi kutoka upande wa wananchi, na pia wa hivi karibuni ni John Heche ambaye ameweza kutoa hisia zake akiweza kuzungumzia kuhusiana na msamaha wa Mama Samia Suluhu kwa wananchi wa Tanzania. Kwa hivyo tunataka tuweze kuchanganua kuhusiana na ile msamaha ambao Mama Samia Suluhu aliweza kutoa na statement yake John Heche ambaye aliweza kuzungumza na runinga ya BBC Swahili. Kwa hivyo kulingana na John Heche amesema ya kuwa wale ambao waliweza kushikwa walibambikiwa kesi, na kwa hivyo inastahili kuweza kuachiliwa huru kwa sababu hakuna kosa ambalo waliweza kulitenda. Kumbuka wale ambao waliweza kushikwa ilisemekana wametenda kosa la uhaini. Kisha John Heche akasema ya kuwa imeweza kupatiana upenyo wa DPP kuweza tume ya DPP au ofisi ya DPP kuweza kukula rushwa, kwa sababu ile statement ya Mama Samia Suluhu ya kuwa waachilie wengine waachilie baadhi yao ambao hawana kosa lolote. Kisha pia John Heche aliweza kutoa au aliweza kusema maneno ya kuwa tuwe na tume huru ya kuweza kuchunguza ghasia ambayo iliweza kutokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, na akaweza kusema ya kuwa kuwe na tume huru ambao haitoki Tanzania bali ni tume la ulimwengu au la Afrika. Akiweza kutoa mfano wa Kenya ambapo tuliweza kuona kulikuwa na tume ambao iliweza kutuma iweze kuchunguza ile ghasia ambayo iliweza kutokea baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Kwa hivyo pia John Heche aliweza kusema ya kuwa watu wangapi waliweza kuuawa. Aliweza kusema ya kuwa Mama Samia Suluhu hakutoa idadi kuu ya watu ambao waliweza kuuawa kutokana na maandamano. Kumbuka kumeweza kukua na baadhi ya runinga au kumeweza kuwa na baadhi ya watu ambao wamekuwa wanatoa idadi mbalimbali tofauti ya watu wengi ambao waliweza kuuawa kufuatia uchafuzi, kufuatia kero au ile uchafuzi wa baada ya uchaguzi ambao ghasia ya baada ya uchaguzi ambao tuliweza kushuhudia, lakini hakuja kuwa na idadi sawa ambao imeweza kutolewa. So kulingana na John Heche ameweza kusema ya kuwa ilikuwa fursa ya Rais Samia Suluhu kuweza kutoa idadi kuu ya watu ambao waliweza kufariki kufuatia ile maandamano ambao tuliweza kushuhudia. Na pia John Heche aliweza kusema ya kuwa familia zikabidhiwe mili yao. Familia ambazo ziliweza kupoteza wapendwa wao na wengine hawajui mili za wapendwa wao zipo wapi. Akasema ya kuwa ni fursa ya serikali kuikabidhi familia hizo mili zao. Ni mambo ambayo tutakuwa tunayapitia na tutakuwa tunayafanyia uchambuzi wa kina kuweza kujua iwapo John Heche alikuwa sawa au kuna mahali pia alikosea hapa na pale. Kwa hivyo tufuatilia hadi mwisho, lakini kwa sasa wacha tuweze kumsikia John Heche anapozungumzia kuhusiana na msamaha ambao Mama Samia Suluhu aliweza kuomba wa Tanzania. Tuweze kumsikia John Heche. Kuhusu kusamehe vijana, inatakiwa vijana wote walioko ndani na Watanzania wote waliokamatwa waachiwe, sio baadhi. Hicho kitendo cha kusema baadhi ya watu waachiliwe ni kutoa mwanya kwa ofisi ya DPP
kuendelea kushikilia watu, wengine watatoa rushwa na kutakuwa ni mwanya wa kutengeneza rushwa kwenye hilo jambo. Mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao tulishikiliwa tangu tarehe 22. Nimekaa mahabusu ya polisi kwa siku 21. Kwa hiyo kama mimi naweza kubambikiwa kesi kubwa kama ya ugaidi, hao vijana wote waliobambikiwa kesi hizo za zinazoitwa uhaini ni kesi za kubambikiwa. Kwa hiyo wote kwa nchi nzima na wengine walioko kwenye vituo vya polisi, kwa sababu tunafahamu kuna baadhi bado wako kwenye vituo vya polisi, wanapaswa kuachiwa bila masharti yoyote, na sio kusema ofisi ya DPP ione nani na nani inamwachia. Lakini pili, sisi tunakaribisha tume kauli ya UN ya Umoja wa Mataifa kwamba tunahitaji tume huru, aidha kutoka Umoja wa Mataifa au kutoka Umoja wa Afrika au kutoka SADC, ije kuchunguza masuala yaliyofanyika humu ndani kama ilivyofanyika Kenya mwaka 2007. Kwanza tuelewe watu wangapi wameuawa. Nimesikitika kwamba hajatamka idadi ya watu waliouawa, kwa sababu maisha ya mtu hayalinganishwi na kitu chochote kwenye hii dunia. Tunataka kujua idadi ya watu waliouawa, idadi ya majeruhi na wako wapi, kwa sababu majeruhi wengi waliokuwa kwenye hospitali wengine hawaeleweki walipo. Ndugu wakabidhiwe miili yao. Watu waliohusika kuumiza watu, kuleta hii atrocity kwenye nchi yetu, kufanya mauaji makubwa kiasi hichi, wachukuliwe hatua. Kwa hivyo huyo ni John Heche, na akiweza kuzungumza na runinga kimataifa ya BBC Swahili. Kwa hivyo tunataka tuweze kuangalia maneno ambayo John Heche ameweza kuyasema, ikiwa ameweza kutoa madai ya kuwa walioshikwa waliweza kubambikiwa kesi. Hiyo ni ukweli, walioshikwa na kuwekewa kesi ya uhaini. Kesi ya uhaini si kesi ambayo inaambatanishwa na kile ambacho waliweza kukifanya. Kwa hivyo waliweza tu kubambikiwa kesi na labda kuweza kuleta tisho kwa yeyote ambaye angepanga maandamano siku ya baadaye. John Heche ameweza kusema ya kuwa ofisi ya DPP imeweza kupatiwa fursa ya kuweza kuchukua rushwa kutokana kuweza kuachilia hawa waliokuwa wameweza kuzuiliwa. Unajua, wamesema waweze kuchunguza wale ambao hawakuwa wametenda ile kosa waweze kuachiliwa. Hiyo ndio ilikuwa maneno yake Rais Samia Suluhu, kumaanisha kuna waliokuwa wameweza kuitenda na wanastahili bado kuweza kuzuiliwa kule ndani. Kwa hivyo haikuwa moja kwa moja ya kuwa wote waweze kuachiliwa. Kwa hivyo ni njia moja ya kuleta upenyo wa rushwa kuweza kuchukuliwa kulingana na John Heche. Hiyo John Heche ameweza kusema ya kuwa tume huru ya kuweza kuchunguza ghasia ambao uliweza kutokea tarehe 29 kiweze kutungwa, na isiwe tume huru ambayo imeweza kutoka nchini Tanzania, bali ni tume la kimataifa, tuseme UN au Afrika ya Afrika, kitu kama SADC iweze kuleta tume yake kuweza kuchunguza kile ambacho kiliweza kutokea Tanzania. Kwa hivyo tunasema hiyo ni ukweli, na ukiweza kumsikia Mama Samia Suluhu ambaye nataka uweze kumsikia, aliweza kusema ya kuwa wataweka tume ambayo itaweza kuchunguza ghasia ambao uliweza kutokea pale baada ya uchaguzi au ghasia ambayo iliweza kutokea siku ya uchaguzi wenyewe. Nataka uweze kumsikia Mama Samia. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza. Kwa hivyo hapa ndiko kuna shida. Hamna jinsi ambao serikali, we imagine ya kuwa serikali yenyewe inataka kujichunguza
katika ghasia ambayo iliweza kutokea tarehe 29 Oktoba. Serikali yenyewe inataka kuweza kujichunguza. Iko very realistic ya kuwa serikali itakuwa inajichunguza lenyewe. Inahitaji tume ambalo limetoka nje kuja na kuweza kuchunguza kile ambacho kilitokea, sababu hapa mshtumiwa ni serikali. Mauaji ambayo iliweza kutokea ni serikali, so tuwezi amini taarifa ambao serikali inaweza kutoa kwa hali yote katika uchunguzi wake. Kwa hivyo pale hatuwezi kubaliana na Mama Samia Suluhu, bali tunakubaliana na John Heche ambaye anasema tume la nje, SADC tume watu wake, au UN iweze kutuma watu wake waweze kuja na kuweza kuchunguza kile ambacho kiliweza kutokea tarehe 29 kwenda mbele. Pale pia John Heche ameweza kusema ya kuwa watu wangapi waliweza kuuawa. Ukiweza kuangalia ile statement ya Mama Samia Suluhu, aliweza kusema tu watu ambao waliweza kuuawa, aliwapatia pole zao, na hata kuweza kuongelea kuhusiana na fidia, sababu iwapo ni serikali iliweza kutekeleza yale mauaji, basi kuweza hata kukuwa na fidia katika ile familia ambao waliweza kupoteza wapendwa wao, mpendwa mtazamaji. Kisha akaweza kuzungumzia familia zikabidhiwe mili yao. Kuna baadhi ya familia bado hazijaweza kukabidhiwa zile mili zao za wale watu ambao waliweza kufariki kupitia uchaguzi wa mwaka 2025 siku tarehe 29 Oktoba. Kwa hivyo John Heche alikuwa anasema zile familia zikabidhiwe mili yao. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, sijui wewe unafikiria vipi kuhusiana na hii hoja ambazo John Heche aliweza kuambia BBC Swahili? Utakuwa unatueleza jinsi ambao unaweza kufikiria mpendwa mtazamaji. Tutakuwa tunarejea hapa hivi tena tukuarifu zaidi mambo ambayo yanachipuka, lakini kumbuka, iwapo utaweza kutufikisha subscribers 1000, basi tutakuwa tunakuja visual. Kumbuka siku zote hapa ndiko mambo huchimbika. Hadi wakati mwingine, kwa heri.